Karibuni. Leo tutatumia kifaa kimoja rahisi sana. Kifaa ambacho labda umekiona mara nyingi kufungua baadhi ya siri kubwa na za kuvutia zaidi kuhusu ulimwengu wetu. Sasa vipi nikikwambia kwamba ndani ya bembuo hili rahisi zimejificha siri za ulimwengu mzima? Yaani, kuanzia kwenye utulivu uliokamilika mpaka kwenye fujo isiyotabirika kabisa. Basi kaa chonjo. Sawa, hebu tuanze na pale tunapopafahamu vizuri, darasani. Tufikirie ile pendeli ya kwenye vitabu vya fizika, ile kamilifu, isiyo na kasoro yoyote. Kwenye ulimwengu huu wa nadharia, katikati ni zaidi ya sehemu tu. Ni kama kitovu cha amani, mahali ambapo kila kitu kinataka kurudi. Ni msingi wa utulivu. Na mdundo wake ni wa kuaminika na mzuri ajabu, kama wimbo unaojirudia kikamilifu. Na jambo la kuvutia ni kwamba haijalishi bembuo ni kubwa au dogo kiasi gani, muda wake wa kwenda na kurudi haubadiliki. Hii sifa ndiyo iliyofanya saa za pendeli ziwe sahihi sana kwa karne nyingi. Lakini hapa kuna jambo la kushangaza. Ingawa nguvu zote zimetulia pale katikati, hapo sio mahali pa kupumzika, la hasha. Hapo ndipo penye uhai kuliko kote. Ni pale ambapo nishati yote iliyohifadhiwa inalipuka na kuwa kasi ya juu zaidi. Okay, sasa hebu tuache ulimwengu huo wa vitabu na tuingie kwenye dunia yetu halisi. Mambo hubadilikaje tunapoleta nguvu za uhalisia kwenye mchezo? Katika ulimwengu wa halisi, kuna msuguano wa hewa. Kuna msuguano kwenye sehemu inayoning'inia, kitaalamu tunaita ufifishaji. Na kitu hiki kinabadilisha sheria zote. Ghafla, ile katikati sio tena kituo cha kupita, inakuwa ndio mwisho wa safari. Ndio hatima yenyewe. Na jinsi inavyofikia mwisho wake si jambo rahisi. Kuna njia tofauti za kufika huko, na kila njia ina umuhimu wake, hasa katika maisha yetu ya kila siku. Hebu fikiria vifyonza mshtuko, yani shock absorbers kwenye gari lako. Vile vimeundwa kwa kanuni hii. Vinahakikisha gari lako linatulia haraka na kwa ulaini baada ya kugonga kiriba, badala ya kuendelea kurukaruka kama mpira. Ni sayansi inavyofanya kazi. Sasa, wanafizikia wana jina zuri kwa hili, kivutio thabiti. Ile katikati inakuwa kama sumako isiyoonekana, inayovuta kila kitu kuelekea utulivu wa kudumu kadri nishati inavyopotea. Lakini, vipi kama tutakataa kukubali huu mwisho? Vipi tukiamua kuendelea kuipa pendeli nguvu na kuikataza isipumzike? Hapa ndipo mambo yanapoanza kuwa ya ajabu. Sasa, pendeli letu rahisi linaacha kuwa kitu cha kawaida na linaanza kufunua siri zake nzito zaidi. Tunaingia kwenye eneo la utata na urembo usio wa kawaida. Tukianza kwa upole, kwa msukumo mdogo unaojirudia, pendeli linakubali. Linaingia kwenye dansi mpya, mdundo thabiti na unaotabirika. Linapata uwiano wake mpya. Lakini sasa, angalia kwa makini. Tukiongeza tu nguvu ya msukumo, ule mdundo mzuri unavunjika. Dansi tulivu inageuka kuwa fujo. Mchoro tata usioweza kutabirika na ambao haujirudii tena. Hii ndiyo fujo ya kisayansi au chaos. Lakini hii si fujo ya ovyo. Kila bembuo bado linafuata sheria zile zile za fiziki. Tatizo ni kwamba mfumo umekuwa nyeti mno, kiasi kwamba tofauti ndogo sana mwanzoni, ndogo kama chembe ya vumbi, inasababisha matokeo tofauti kabisa huko mbeleni. Hivyo basi, swali ni hili. Kama pendeli haiendi tena kupumzika katikati, inaelekea wapi? Je, kuna mpangilio wowote uliojificha ndani ya fujo hii yote? Ukiichora njia yake kwenye graph, utaona kitu kinachofanana na mchoro wa mtoto. Mistari iliyovurugika isiyo na maana yoyote. Inaonekana ni fujo tupu. Lakini sasa, hapa ndipo uchawi wa sayansi unapotokea. Hebu fikiria tunatumia mbinu fulani kama vile kuangalia ilipo pendeli kila baada ya muda maalumu unaolingana na msukumo wetu. Ghafla, kutoka kwenye ile fujo yote, umbo zuri lililopangika linaanza kuonekana. Ni kama kugundua ramani iliyokuwa imefichwa. Hiki ndicho kinachoitwa kivutio cha ajabu.
pendeli linacheza ndani ya umbo hili zuri na haliwezi kutoka nje. Lakini, na hili ndilo jambo la kustaajabisha zaidi, halirudii kamwe njia ile ile mara mbili. Linazunguka milele ndani ya ramani hii bila kujirudia. Kwa hiyo, unaona, safari yetu imetuonyesha kuwa kuna aina tatu tofauti za katikati. Ya kwanza ni kitovu cha utulivu, ya pili ni bandari ya mapumziko ya mwisho, na ya tatu ni ramani ya ajabu ya fujo iliyopangika. Mwishowe, pendeli hili rahisi linatufundisha jambo kubwa. Katikati sio tu sehemu, ni hadithi nzima ya mfumo, sheria zake, changamoto zake, na hata uwezo wake wa kucheza kwenye ukingo wa fujo na utulivu. Inatufanya tujiulize, ni vitu gani vingine rahisi vinavyotuzunguka ambavyo vinaficha siri kubwa namna hii?